Bonyeze huko pembeni. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man anzala asdaqal kalam ala nabiyhi liyu'jiza al-anam wa khassahu bi afsahil maqali asahihi wa aisaril khisali. Salla alayhi Allahu ma'ali lahu wa sahbihi wa tabi'ina sublah musalliman ma duwinat minhu sunan mubayyanan minha sahih wal hasan. Wazee wangu, tunadaiwa huko. Mashehe zangu, viongozi wangu, nami ningependa kinywa na ulimi wangu kimtamke kila mmoja katika nyote mliokuwa hapa kwa jina na nafasi yake, lakini kwa sababu 2 mpaka 3 nitashindwa kufanya hivyo, ikiwemo kuchelea, kukosea nafasi ya mtu. Wakati tuliokuwa nao ni katika nyakati zile ngumu, ni bora ukamkosea mtu jina lake kuliko nafasi yake. Naogopa hilo, lakini pia muda tuliokuwa nao sisi tunatakiwa wa kuntum ummatan wasata, tuyafanye mambo kwa kati na kati. Basi tu nawaomba mkiri kwamba nathibitisha uwepo wenu na nauthamini, na kila mmoja anamuweka katika nafasi yake aliyowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika lile neno anzilu nasa manazilahum. Lakini kwa vile nami ni miongoni mwa watu wenye kukiri uwepo na faida za baraka, basi na hakika kwa baraka zenu nitaweza kutamka angalau neno moja kwa uwepo wenu. Kwa hiyo nianze kwa kuwasalimia kwa maamkizi mema yenye kuashiria amani na baraka tele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika hadhara ya kitarika ya watu wa tasawuf. Ni vyema angalau kwa dakika 3 tukazungumza kwa munasaba wa jambo hili, kama alivyofanya kakaangu, ndugu yangu kipenzi Sheikh Muharram bin Rashid wa Mziwanda, atala Allahu baqa'ahu wa zadahu ilman. Moja katika tabu zinazowapata walimwengu na jamii kwa ujumla ni kujaribu kukifanya kitu ambacho hakijaumbwa. Nacho ni kitu gani? Ni kutaka mambo yote au watu wote wawe sawa sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaumba hilo jambo. Mungu yeye ni mwadilifu, lakini pamoja na uadilifu wake, tuseme wazi, hakuweka mambo sawa sawa. Ndio maana wote ni binadamu, lakini utawakuta wengine warefu kama mimi, wengine wafupi toleo la mwisho kama wewe, wengine wanene, wengine wembamba, lakini bado wote ni binadamu. Mwenyezi Mungu ametuumba kwa tofauti.
Tofauti hii inaenea maeneo mengi kama nilivyoashiria katika mfano huo wa kimaumbile, lakini pia hata tofauti ya ufahamu. Hatuwezi wote tukafahamu pamoja. Ama kujua, inawezekana sote tukajua, lakini kufahamu, kila mmoja anayo fahamu yake. Ili natakiwa lijulikane wazi. Wote tunaweza tukaisoma hiyo Bulughul Marami wote, lakini kila mmoja akaondoka na uelewa wake. Usipate tabu kwamba Bulughul Marami nilivyoielewa mimi nawe uielewe hivyo, na alivyoielewa mwingine na mwingine aielewe vile. Hapana. Na ndio maana utaona kuna hizi takhasus za ulumi. Kwa hiyo tabu kubwa walioipata watu hasa wa zama hizi ambao ndio sisi, kutaka kile ninachokielewa mimi na yeye akielewe hivyo hivyo, na mimi nitapata tabu kubwa katika hilo nikianza kugugumiza. Natumia Kiswahili hicho kugugumiza, naye aelewe kama nilivyoelewa mimi. Tabu kubwa inapatikana na tunaweza tukapoteza muda na hatimaye tusielewane. Kwa hiyo mambo yetu ya kitarika haya, kuna watu Mwenyezi Mungu hakuwa ruzuku, natumia neno hilo, hakuwa ruzuku kuelewa, hakuwa ruzuku. Wa qur rabbi zidni ilman, mona warzuqni, nimetumia neno riziki. Kuna watu Mungu amewanyima riziki ya kuielewa tasawuf. Tuwavumilie na wao watuvumilie. Leo niliwahi kumwambia mtu mmoja aliyesema, Walidi wewe mwenzetu sana. Nikaambia sipingi, lakini lazima uainishe uwenzenu mimi katika nini. Tumsalieni Mtume Muhammad. Mwenzenu sikatai, lakini ni mwenzenu katika eneo gani? Tunakaa sote Magomeni, sawa? Mwenzenu. Kwa hivyo tumesoma wote Uhuru mchanganyiko darasa la kwanza mpaka la 7, sawa? Ni menti wenu, sipingi katika hilo, lakini lazima mkubali kuna eneo mimi si mwenzenu. Si inaeleweka hicho kitu si nchi yetu. Yule mwenzetu sana katika nini? Katika jambo gani? Ndio hata wale wakakosea, wale wamesema waqalu ma li hadha ar-rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Mbele akasemaje? Mungu anasema undu kaifa darabu lakal amthal fadhallu. Watizame, wanasema huyu mtume gani? Wamejifananisha naye, anakula, anakwenda sokoni, pale haikutajwa kwa adabu maanake anakunya kama sisi. Mwenyezi Mungu anasema watizame umbavu hao walivyokupigia mfano katika ule uwenza, wamepotea. Tumeelewana? Kwa hiyo watuvumilie na sisi tuwa katika kuwamfahamisha wale watu kwamba mimi ni mwenzao sana, lakini si mwenzao kabisa. Nikawasomea aya katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ipo aya hiyo hamna? Kama sio mtu wa tarika uielewe, na isiwezekana tarika tu kama hujafundishwa unaweza usielewe. Inawezekana mtu wa tarika lakini una nakla nayo kitarika marajal bahrain. Wote tufasiri kikawaida, lugha ya Kiswahili kwa Kiarabu. Marajal bahraini
Amefanyaje? Hiyo maraja ndio nini Kiswahili? Tunatakiwa tujiamini watu wa tarika, tunavyo vitu. Maana maraja kwa lugha ya Kiswahili amezichanganya, si ndio? Bahari mbili yale zina akina sa bainahuma barzakhun la yabghiyan, kati ya bahari mbili hizo kuna ukuta hazikutani, sikula yaltaqiyan na huku yabghiyan. Umeona kukutana hivi brother? Marajal baharaini yaltaqi bainahuma barzakhun. Hapa Mungu anasema nini? Hata kutuambia nini? Amezichanganya bahari mbili zinakutana, lakini katikati kuna ukuta haziingiliani. Mkutano gani? Kuingiliana ni kupi? Tayib, unaweza kwa mtu unakutana naye lakini uingiliani naye. Kila siku mnakutana, poa poa, vipi, upo mwanangu? Nipo, lakini si mwenzio. Si tupo pamoja? Kwa msipate tabu. Wale watuvumilie na sisi twende tena katika Qur'ani kitarika lakini wa fil ardi qita'un mutajawirat, ndio Suratu Ra'd aya namba 3. Nasema na katika ardhi kuna vipande vyenye kukalia na ujirani, wa jannat na mabustani, wa zar'un na mimea, wa nakhilun na mitende, wa a'nab na mizabibu, yusqa bima'in wahid, yote inanyweshwa kwa mvua moja. Mbele akaendeleaje? wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli, na tunavitofautisha hivi vitu baadhi yake katika baadhi nyingine katika mlo. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Nasema kwa mtizamo wa kitaka humu ndani yake kuna dalili nyingi kwa watu wenye akili. Shekhe wangu mimi hiyo liqaumin yaqilun kanifasiria Sheikh Muhammad Ayub kwa watu wenye adabu, sio wenye akili. Sasa wewe mtu wa Kiarabu kwa lugha haya bainahum, anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin, humo ndani yake kuna dalili nyingi kwa watu wenye adabu. Akili mara mbili Sheikh Muhammad Ayub amenifasiria adabu ile, innal ladhina yunaduka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun, wale wanaokuita Muhammad nyuma ya vyumba, Muhammad toka tuko nje, aktharuhum la yaqilun, wengi hawana adabu. Na hii hapa tumsalie Mtume Muhammad. Turudi katika aya yetu, nikae chini. Sawa, Mwenyezi Mungu anasema hii ardhi kuna vipande vimekaliana ujirani, yani ardhi yote anamaanisha imeungana na iko umo kwa umo, na kuna miti mingi umo, jannati, mpaka akafikia pala akasema kuna miti swinwan na mingine ghairu. Yani mti swinwan ni ule mti ambao shina lake kitu kingine na matawi kitu kingine, lakini kuna mwingine tawi ndio shina ndio tawi, ndio swinwan na ghairu. Lakini anasema miti yote hiyo yusqa bima'in wahid, inanyweshwa kwa mvua hii. Yani mvua inayomea mchungwa ndio mvua hiyo hiyo inaonyesheleza mnanasi, ndio inaonyeshelesha vile vile mpera. Yani hakuna mvua ukionja hivi mpera hivi. Si tunaelewana vizuri? Sio kwamba mvua hii hii ya chungwa hii. Yusqa bima'in, lakini ikiingia humo ardhini humo, mvua ile ndio inatoa mpunga, hiyo inatoa mnazi, hiyo inatoa nini sijui, hiyo. Na ardhi hizi ardhi inayotoa mkarafuu sio ardhi inayotoa pamba. Sijui inaeleweka vizuri? Yani
Kuna watu wamerudi kutoka hija hapa, wengine wamekuja na kokwa zao za tende, wanataka kumea huko azioti, tuletee Zamzam tule. Lakini wamekuja watu na kokwa zao, hii mimi naenda kupanda kule Kondoa Irangi au kwa mtende au uoti. Mungu kachagua ardhi gani ya mnanasi, ardhi gani ya mtende, ardhi gani ya muogo, ardhi gani ya kisamvu. Mungu amepanga hivyo, na sisi binadamu tumeumbwa kutokana na ardhi. Kwa hiyo hapa tumekaa hapa, kuna watu nanasi, kuna watu hapa pera, kuna watu hapa boga, kuna watu mchicha. Tuvumiliane. Inaeleka vizuri. Sasa usipate tabu ukisikia mtu anayapinga mambo haya, mvumilie. Yule inawezekana ardhi yake ni nyingine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hilo aliwahi kusema hadithi sahihi, na uzuri wa hadithi hii pia Albani ameisahihisha. Anasema dawu mardhakum biakakiri ardhiha, dawu mardhakum biakakiri ardhiha. Huyu nazi mwenzangu maki ndo kaja mambo yote. Inawezekana haya maneno sasa pia hamuelewi. Mimi sina wasiwasi, kwa sababu silazimisha. Wewe si unaendaga kule hospitali hivyo, ile maneno anaandika daktari, wewe unaweza kuyasoma. Yule Ridhwani anasomi na usomi wake wote, mpaka ampelekee mwenye, bwana niangalie kuna nini, na yule anaangalia, mzee kichocho hichi. Tumsalie Mtume Muhammad. Asante. Alhamdulillah. Tumeelewana vizuri. Mtume Muhammad anasema hivi, dawu marudhakum biakakiri ardhiha, wafanyeni dawa wagonjwa wenu kwa mizizi ya kwao. Hadithi sahihi. Asante. Ngoja niweke. Shukrani. Wafanyeni dawa wagonjwa wenu kwa mizizi ya kwao. Hapo nafungua mtaa mwingine, waganga naigusa kidogo hapo. Wafanyeni dawa wagonjwa wenu kwa mizizi, ina maana pana sana, lakini tukienda nayo ala dhahir, neno kwa neno, kuna baadhi ya maradhi mtu anayapata hawezi akapata tiba yake mpaka akapate kizizi cha kwao. Aende Lushoto tu akapande kule, atafutiwe nini, akorogewe, kunywa. Huku Mroganzila na pale Mwimbili wameshindwa, lakini kule akikorogewa siku ya kwanza pili, unajisikiaje? Safi. Safi. Maneno ya Mtume. Sasa sallallahu alaihi wasallam, hata haya mambo lazima mtu awe na mzizi wa kitwarika ndio ataelewa. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo sisi cha kufanya tu, nimalizie maneno yangu, sisi wenyewe watu wa twarika, kama alivyosema kakangu Sheikh Mziwanda, tujiamini. Kujiamini, tupite mule walipopita waliotuwekea mambo haya, ili tufike pale. Tusimalizikie tu kutaja alikuwepo shekhe fulani. Sisi wenyewe tukimtizama yule shekhe na sisi, baina samai wal ardh. Namaliza sasa. Manake hilo tunalo, linatukosti, nivumilieni kidogo, linatuumiza hili. Mwenyezi Mungu ametubabakti sisi, tumezaliwa na tumesomeshwa na tumelelewa na tumenyeshwa na wale watu waliotajwa katika Qur'ani, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Sio mchezo. Rijalu, vijana dume. Wamepata wapi wao sifa hii ya ujana dume? Vitu hivyo mbele tu. Wewe unasoma Qur'an, rijalun sifa zao nini? Ile nahau hapa nilikuwa nanong'ona na babu yangu mambo ya nahau kidogo. Hivi jumla zinazokuja baada ya nakirati ndo nini? Sifa jamani. Rijalun
hivyo hii maarifa au ni nakira? Nakira. Kwa hiyo jumla za mbele zinazokuja zote ni nini? Sifa. Sasa chukua sifa zao. Rijalun, sifa, wana sifa gani hao wanaume? La tulhihim tijara wala bai'un an dhikrillah wa iqami salah wa ita'i zakah yakhafuna yawman. Mwenyezi Mungu atufikishe hapo. Ukiwataja wakina Sayyidina Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu al-azim wa afadha alaina wa ala sairi al-muridina wal muhibbina khairahu wa barrahu wa madadahu, amina ya rabbal alamin. Sifa yao ilikuwa hiyo, la tulhihim tijara wala bai'un, mambo ya kuuza kununua havikuwashughulisha. An dhikrillah, ili waiti waache kumtaja Allah, shughuli yao wao kuuza na kununua hawakuwa navyo. Mara nyingi nasema, wakati nalelewa na Sheikh Muhammad Ayubu, aliwahi kuja mtu mmoja akampa zawadi ya kuku. Wale kuku walikuwa kama 4 5. Wa nini? Akaambia Sheikh, fuga upate supu kidogo. Akanikabidhi mimi na kijana mmoja kisha tangulia akhera, anaitwa Juma Salum Ulanga. Bwana, waleeni hawa kuku. Tukawa tunawafuga kwa baraka. Wale bwana walikuwa wanakuwa kila siku, kuku hawa kisasa wengi. Ikawa asubuhi akiamka Sheikh anasema, Walid, wako wangapi? Namtajia, leo wako 20. Haya bwana. Tunakaa baada ya wiki moja, wangapi? Shafika 60. Alhamdulillah. Siku moja bwana, baada kama miezi 6, akaniambia, wako wangapi? Nikamtajia. Akaniambia, sikiliza, chukua 10 kampe fulani. Nikabeba 10 nikawapeleka. Chukua 6 wapeleke kwa fulani. Nikachukua 6 nikawapeleka mpaka wameisha. Bado anawagawa tu. Nikamwambia, mzee, wameisha kweli? Wameisha. Akasema alhamdulillah. Kisha anaingia ndani na yasikia maneno huku, kanipa mgongo, anasema, mimi naamka asubuhi kuku. Mtu mzima niache kwa nifikirie kuku. Mwenyezi Mungu amrehemu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salah. Hao ndio walotulea sisi. Tunafeli wapi? Bwana mmoja alionekana akijisifu kutokana na wazee hawa waliomlea, wakamzaa, wakamfundisha, wakamnywesha kwamba mimi ni mtoto wa fulani bin fulani, mpaka watu walimwogopa. Siku moja akatokea mtu mwenye maarifa ya mbali, akaambia, la in tafkhar bil aba'i dhawi hasabin laqad sadaqta walakin bisa ma qad waladu. Ukijisifu kwamba fulani ni babako, sawa sawa, sisi hatupingi, lakini usipende kutaja hayo mbele ya watu, unamwaibisha, kwa sababu yeye hakuwa ulivyokuwa wewe. Si inaeleweka? Tatizo mara nyingi haya mawaidha mnayofanya kama burudani, lakini ni darasa tosha. Ni darasa tosha. Siku za nyuma kulikuwa na mtu anaitwa Sahnun. Ingia katika hata hiyo Google yako, msachi huyu Sahnun, umuone historia yake na alivyokuwa. Sahnun ni katika wanachuoni wakubwa, tena ndo hawa kina Arifu Billah aliyomtaja Sheikh Mziwanda. Alikuwa na uwezo kumtibu yoyote kwa harfu moja tu kwenye Qur'ani, yoyote. Unakuja, mimi kichwa kinauma si nini, anakushika hivi, nun, umepona. Sahnun alikuwa hivyo. Sipo kwenye vitabu vya Namudhaj na Siyarul A'lami, kamtafute mle utamkuta Sahnun ya Imamu Dhahabi. Alivyokufa Sahnun, wanafunzi wake nao wakawa wanawatibu watu kwa nun, ndio wanazidi kuumwa. Naumwa. Akatokea mtu mmoja akawaambia, hadhihi nun fa aina Sahnun. Hadhihi nuni ni ile, Sahnuni yuko wapi baba? Sio nuni, ni yule aloitemka ile nuni. Sio nuni, yule aloitamka ile nuni. Jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihimu shiyamun ala hasabil aghari dalailu
Mwenyezi Mungu nasi atupitishe walipopita wao, ili tuyapate waliopata wao, ili nasi tufanikiwe katika mafanikio waliopata wao. Yote hayo tupate radhi zake Mwenyezi Mungu na tuwe na kheri nyingi. Wama alaina ila albalaghu mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wal afwa minkum.